Wakati tunaelekea ukingoni mwa NBC Premier League, kila timu ikitafuta namna jinsi ambavyo inaweza kumaliza katika nafasi nzuri, nyingine zikipambana kutoshuka daraja, nyingine zikipambana kubaki zile nafasi tatu za juu ili kuweza kushiriki michuano ya kimataifa kwa maana klabu bingwa, lakini pia kombe la shirikisho. Mbali na hapo pia tunafahamu kwamba jana ilikuwa kuna finali, kulikuwa na finali pale Berkane ambapo Simba alikuwa uwanjani dhidi ya RS Berkane katika finali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo alipoteza magoli 2-0. Lakini mchezo wa pili wataweza kurudiana katika either New Amani Complex ama pale dimba la Benjamin Mkapa. Hiyo so point kubwa sana. Miongoni mwa usajili ambao ulifanywa mkubwa na watu walikaa kama wameupotezea fulani hivi ni Elie Mpanzu. Wenyewe wanamuita Elie Mpanzu Kibisa. Moja kati ya usajili ambao watu walijiuliza mbona amesajiliwa Simba lakini hatumuoni uwanjani. Yes, ni moja kati ya wachezaji ambao wameonekana kuinyanyua Simba, moja kati ya wachezaji ambao toka ondoke Mixon lakini pia Clatous Chota Chama. Tumeona kama ni moja ya wachezaji ambao wamekuja kufufua zile nafasi ambazo walikuwa wanacheza wachezaji hao kabla ya kuondoka katika timu hiyo yenye makao yake makuu pale Msimbazi Kariakoo. Yes, so taarifa zilikuwa ni nyingi sana na wakati Simba ikiwa endelea kupeperusha bendera ya Tanzania kimataifa kwa maana upande wa kombe la shirikisho, kuna zile za chini taarifa zikaja. Tukaambiwa kwamba kuna watu wanamhitaji Mpanzu kwa sababu kwanza Simba walimchukua kwa mkopo na vitu kama hivyo. Kaenda hadi mbali kabisa. Msemaji wa Simba Sport Club Ahmed Ali yeye akasema kwamba hakuna mambo ya kuchukua wachezaji kwa mkopo, walishamalizana nayo. Yes. So kitu ambacho nataka kukuambia hapa ni nini? Kuna taarifa ambazo zinasema kwamba Simba wao katika zile harakati zao za kumhamisha kutoka kule Kongo. Tunafahamu Elie Mpanzu ametokea Kongo. Yes, so kwa mujibu wa taarifa, klabu ya Simba awali iliweka mezani ofa ya shilingi milioni 843 kumsajili Elie Mpanzu mkataba mpya, lakini Yanga imeamua kuizidi na kuweka shilingi milioni 987 ili kuipindua dili la wekundu hao. Hatua ya Yanga kumgeukia Mpanzu hii inaelezwa ni baada ya kuona eneo la wing bado halina mchezaji mwenye kiwango wanachohitaji katika nafasi hiyo ya winga ya kulia. Inaelezwa na wachezaji kama na wachezaji kama Dennis Mkane na Maxim Zingeli. Sasa swali langu ambalo mimi nakuachia wewe hapo ulipo, je, unaona kweli hili litafanikiwa? Kwa sababu Yanga wamepindua meza kibabe, au sio? Lakini pia Simba nao bado wanamhitaji sana Elie Mpanzu. Hii ni Talent TV, Talent Media, langu jina Ali Swale Mshana. Yes, kama bado hujasubscribe mimi nakuomba gusa maneno mekundu ambayo yanasomeka subscribe, lakini pia unaweza kutana na notification, lengo ikiwa ni kupata taarifa zetu zote. Instagram natumia Ali Swale _ lakini TikTok natumia Mshana OG. Mimi nikutakia utazamaji mzuri wa update zetu nyingine. Bye bye.